Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche amechapisha mfululizo wa picha na ujumbe kupitia ukurasa wake rasmi wa mtandao wa kijamii wa Instagram, akionyesha miamala na ujumbe fupi za siri kutoka kwa wananchi wanaodaiwa kuwa wanachama na wafuasi wa Chama cha Mapinduzi CCM, ambao wameamua kujitokeza na kuchangia rasilimali fedha kwa ajili ya kufanikisha shughuli za uendeshaji na harakati za kisiasa za chama hicho kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Hatua hiyo ya kiongozi huyo mwandamizi wa upinzani inakuja kama sehemu ya mkakati mpana wa kuhamasisha michango ya hiari kutoka kwa umma, ambapo amewashukuru Watanzania kwa kuendelea kutuma fedha kupitia huduma za miamala ya simu ya mikononi kwenda kwenye namba maalum iliyosajiliwa kwa jina la makao makuu ya chama hicho. Moja ya ujumbe uliosambazwa kwa kiasi na kasi mtandaoni unamfahamisha kiongozi huyo kuwa mfadhili huyo ambaye yuko upande wa chama tawala amejitolea kuchangia kiasi cha shilingi 300,000 kwa ajili ya kutumia huduma za makala ya miamala, akieleza hofu kubwa walionayo wafuasi wengi walio ndani ya mfumo wa utawala wa kufuatiliwa kiusalama ikiwa watatumia namba zao binafsi za simu kufanya malipo hayo ya kisiasa. Uwasilishaji huu wa miamala na jumbe za siri mtandaoni umezua mdahalo mkubwa na kuleta mabadiliko ya kipekee katika mwenendo wa ushindani wa kisiasa nchini, kwani unaashiria kuwepo kwa wimbi la chini kwa chini la wananchi, ikiwemo wafanyabiashara na watumizi wa umma ambao wanatajwa kujiunga na chama tawala kwa lengo la kulinda maslahi yao ya kibiashara na kupata kinga dhidi ya usumbufu wa kiutawala, huku mioyo yao ikielekea kuunga mkono harakati za vyama vya upinzani. John Heche amesisitiza kuwa michango hiyo inayotumwa na wananchi mbalimbali, ikiwemo miamala ya shilingi 10,000 na ile ya viwango vikubwa zaidi, ni kielelezo tosha kuwa chombo hicho cha kisiasa kinamilikiwa na kuongozwa na nguvu za wananchi wenyewe, ambao hawafichiki katika kupigania kile wanachoamini kuwa ni haki na maendeleo ya nchi yao. Hata hivyo, hatua hii imepokelewa na hisia mseto na kuibua migongano ya kimaoni miongoni mwa wafuasi na siasa za Tanzania, ambapo upande mmoja wa wafuasi unaona kuwa huu ni ushahidi wa kupendwa kwa chama na kupanuka kwa mtandao wao, huku wakihimiza kuendelea kwa mchezo huo wa kutumia fedha ili kufikia malengo ya kiutawala. Upande mwingine, hatua hiyo ya kuweka hadharani picha za miamala na ujumbe wa siri imekabiliwa na ukosoaji mkubwa kutoka kwa makundi ya wananchi wanaodai kuwa viongozi wa kisiasa wameishiwa sera mbadala za kutatua changamoto halisi za kiuchumi na kijamii zinazowakabili wananchi wa kawaida, na badala yake wamebaki kukomaa na kampeni za mtandaoni za kubadilisha takwimu za makusanyo ya kifedha. Wakosoaji hao wamehoji uhalali na ukweli wa ujumbe hizo, wakidai kuwa teknolojia ya sasa inaruhusu mtu kujitumia ujumbe mfupi na kuhariri ili uonekane umerushwa na mtu mwingine, huku wakitaja jambo hilo kama mbinu za propaganda ya kitoto inayolenga kucheza na masaikolojia ya wananchi ili wavutie kutoa fedha zao za jasho kufadhili miradi binafsi ya wanasiasa. Hoja za ukosoaji zinakwenda mbali zaidi kwa kutaka kuwepo kwa mifumo ya uwazi na uwajibikaji, ambapo wananchi wanahimizwa kujenga utamaduni wa kuhoji mapato na matumizi ya fedha hizo zinazokusanywa kila mwezi, ili kuepuka lembo ya kuitwa wasaliti wa mamluki pindi wanapotaka kujua jinsi michango yao inavyofanya kazi kwenye maeneo mbalimbali.
Uchambuzi wa kina juu ya mienendo hii ya kisiasa unaonyesha kuwa kampeni za changamichango za kidijitali zimekuwa silaha mpya katika kujenga uhamasishaji ama ushawishi, ambapo John Heche anatumia saikolojia ya kuonyesha uungwaji mkono wa siri ili kuvunja nguvu za kisaikolojia ya chama tawala na kuwapa ujasiri wananchi waliopo pembezoni. Katika mazingira ya siasa za Tanzania, kuwepo kwa watu wanaodai kuwa wamo ndani ya mfumo wa utawala au ni wafanyabiashara wakubwa wanaochangia upinzani kwa kuficha kupitia mamlaka ama mawakala, kutafsiriwa kama ishara ya mgawanyiko wa ndani au kutoridhishwa na hali ya mambo ya kiuchumi na kiutawala, ingawa upande wa pili unasisitiza kuwa hizi ni mbinu za kutengeneza picha hizo halisi. Mvutano huu unadhihirisha jinsi mitandao ya kijamii hasa Instagram na majukwaa mengine ilivyobadilika kutoka kuwa sehemu ya burudani na kuwa uwanja mkuu wa mapambano ya kimkakati ya kisiasa, ambapo miamala ya kifedha na ushahidi wa picha vinavyotumika kama kigezo cha ukubalifu wa kisiasa miongoni mwa jamii. Mazingira hayo ya malumbano ya mtandaoni yanaonyesha uhalisia mpya wa namna teknolojia ya mawasiliano inavyotumika kama uwanja wa mapambano ya propaganda na ushawishi wa kisiasa nchini Tanzania, ambapo kila upande unajibu kutumia maoni ya wafuasi wake kujitenga kisaikolojia ama kujijenga kisaikolojia na kisiasa mbele ya umma. Wakati wafuasi wa upinzani wakiamini kuwa hali hii inaleta mtikizo mkubwa kwa chama tawala na kuonyesha kuwa hata watu waliomo ndani ya mfumo wa serikali hawaridhii mwenendo wa mambo, wapinzani hao wa kisiasa sasa wanashikilia msimamo kuwa wananchi wa sasa wameamka na wanajali zaidi shughuli zao za kila siku za utafutiaji wa kiuchumi kuliko kuchangia akaunti za benki na namba za simu za viongozi mtandaoni bila kuona ripoti rasmi ya matumizi. John Heche ameendelea kujitolea bila uoga, huku kukiwa na ahadi kutoka kwa baadhi ya watu na wadau wa kuongeza viwango vya michango hiyo kujikiri ama kufikia mwishoni mwa mwezi, jambo linaloacha taswira ya kuendelea kwa furugu ama fugufugu hili la uchangiaji wa kifedha katika anga za kisiasa na kuelekea siasa na chaguzi za mwaka ujao.